Mimi naitwa Madaka Tumbo, ni Climate Finance Lead and Engagement Manager for the Dar es Salaam Urban Resilience Program. Hii ni program ambayo iko funded na UK government kupitia ofisi yake ya FCDO, na tumefanya kazi na hii program kwa mwaka mmoja na nusu. Na program imekuwa na malengo makubwa matano. Ya kwanza ni kuelewa na kuweza kufanya research, kupata data kuhusiana na food waste, lakini pia kuelewa ni namna gani tunaweza kusaidia masuala mazima ya usafi wa mazingira na kufikia lengo la zero waste kupitia recycling. Kwa hiyo ni namna gani tunaweza kutumia zaidi ya mara moja taka mbalimbali zinatolewa kama makaratasi, kama plastic. Kwa hiyo tumefanya kazi na kampuni mbalimbali ambazo zinafanya recycling hapa Tanzania na ambazo zinasaidia kwenye swala zima la usafi wa mazingira. Kwa hiyo kumekuwa na pati ya utafiti ambao tumepata data, lakini pia kumekuwa na pati ya namna gani recycling inaweza kufanyika. Lakini component ya tatu ambayo mimi nimekuwa nikilidi ni climate finance, ni kusaidia kupatikana kwa pesa zaidi kuweza kusapoti manispaa zetu kuhusiana na swala zima la usafi wa mazingira. Kwa hiyo tumefanya kazi na ofisi ya makamu wa rais Zanzibar na hapa Tanzania mainland, lakini na wadau mbalimbali kuweza kuangalia namna gani mabadiliko ya tabia nchi yataathiri swala zima la ukusanyaji wa taka, utupaji wa taka. Lakini kama tunavyojua ongezeko la joto linasababisha taka pia kuoza kwa haraka, kwa hiyo uharibifu unakuwa mkubwa na taka zinaoza kwa haraka kwa swala zima la joto. Kwa hiyo tumejaribu kuweza kulink mabadiliko ya tabia nchi na namna gani sekta nzima ya taka inahusika, kuanzia taka zinapotolewa, uzoaji, hata zinapotupwa kule kwenye landfills. Kwa hiyo tumeweza kukama up na concept note ambayo baadaye itakwenda kuwa submitted kwa wafadhili mbalimbali ili waweze kusaidia kufadhili masuala mazima ya kumanage takataka mijini, lakini hata pia kwa vijijini, kwa sababu miji inavyoendelea kukua hata kule vijijini wanafikiwa. Lakini kumekuwa na sehemu pia ya kujenga uwezo, kufundisha vijana na junior staff kwenye manispaa zetu. Lakini swala lingine kubwa tumeweza kupima ni kiwango gani cha hewa ya ukaa, greenhouse gas, inatoka kwenye food waste. Kwa hiyo tunazo hizi findings leo tuna share hapa na wadau, tutapeana mawazo ili yaweze kusaidia kwa miradi inayokuja na kwa mipango ya manispaa zetu na majiji iweze kujipanga vipi kukabiliana na swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, lakini na management ya taka. Hali ikoje? Yaani hali ikoje sasa? Kwa sasa hivi kwa kweli kama unavyojua masuala mazima haya ya utunzaji wa taka na namna ya kucollect, kwa sababu taka sisi tumezaliwa taka zote tunatoa, tunazirundika. Lakini kwenye haya masuala taka zinatakiwa ziwe separated. Ndio hiyo kitu wanaongelea segregation of waste. Kwa hiyo taka mbichi ambazo zinaoza, taka ngumu, labda makaratasi yanaweza kuchomwa, taka za plastiki, na plastiki pia ziko za aina mbalimbali na quality mbalimbali kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo tunabidi kujenga uwezo kwa jamii zetu wajue namna kwanza kuseparate hizo takataka, lakini hata wakiseparate tunafanya nini nazo, kwa sababu kama hizi taka mbichi au za majumbani ambazo ni organic waste zinaweza kutengenezwa compost ikawa mbolea, lakini wapo ambao wanafanya kwa ajili ya kutengeneza vyakula. Sasa hivi hawa samaki, kuku wanatumia hizo, lakini bado hatuna uwezo mkubwa wa kupata hizo taka, kwa sababu kuna wenzetu wa mabepande wanafanya composting, lakini pia upatikanaji wa taka hizo kwao ni ngumu, kwa sababu lazima wapate hizo taka zikiwa kwenye quality nzuri kwa wao kuweza kutengeneza composting. Na kwa sababu ndio tunaanza, tunatakiwa tuelimishe, tufanye campaign, kwa kuanzia inabidi
ziwezeshe manispaa na vifaa na vitendea kazi, lakini hata jamii zetu pia. Lakini hata hizo taka zikishakusanywa, lazima kwenye mitaa yetu kuwa kuna maeneo yaliyotengwa maalum kwa ajili ya kukusanyia taka, waste collection point, ili yale magari yakifika, yanafika pale, yanachukua aina ya taka yanayotakiwa kuchukua na kupeleka. Kama ni kwenye landfill kule Pugu, yanaenda. Kama ni composting Mabwepande, yanaenda. Unafanya kazi na manispaa zipi? Manispaa zote za Dar es Salaam tumefanya nazo kazi. Kinondoni, Temeke, Kigamboni, manispaa zote 5, Ubungo zote. Na hapa unaona wawakilishi kutoka kwenye manispaa zote. Na sasa hivi kuna kampeni ambayo inaendelea kwa ajili ya usafi taka. Ni ndogo, lakini ni mwanzo, inatakiwa kuwa kubwa zaidi. Kwenye upande wa kuwajengea wanajamii uwezo, mwitikio ukoje? Mwitikio tumeanza na Kigamboni. Mwitikio ni mkubwa na umeenda vizuri. Kumekuwa na kampeni nzuri ya kusafisha mitaa. Kwa hiyo tumeanza Kigamboni, tutakuwa na Temeke kesho, tutakuwa na Mwananyamala kwa Kopa next week. Jamii imepokea vizuri. Kuna muamko. Wanatakiwa kuhamasishwa tu na kuwezesha ili waweze kujua wanafanya vipi na ni vipengele vipi wanatakiwa kupitia kuhusiana na masuala zima ya taka. Naweza nikagusia ambazo nakumbuka kichwani, kwa sababu kama kwenye kupima hewa ya ukaa ambayo inatolewa kutokana na taka ambazo zinatokana na chakula, food waste, tumeweza kufanya greenhouse gas assessment kuweza kujua how much greenhouse gas inakuwa emitted from food waste. Na from baseline tumeona ni tani za carbon 250,000 zimekuwa zikitolewa, lakini in future zina double 3 times ya hii ambayo tuna generate sasa. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kuwa na mipango endelevu ya kupunguza swala zima la kujenga uwezo namna ya kumanage taka ambazo zinatokana na vyakula. Kwa majina naitwa Sara Pima, ni mkurugenzi wa asasi isiyo kiserikali inaitwa UDEFO, inajishughulisha na masuala ya utu na mazingira. Tupo hapa leo katika kupokea au kuhitimisha mradi huu wa Dar es Salaam Urban Resilience Project ambao umefanywa na wenzetu. Sisi kama wadau, kwanza tunapongeza sana jitihada zote ambazo zimefanywa na mradi huu, kwa sababu zinaenda kuboresha mambo ambayo tulikuwa tumeshayaanza, lakini pia inaenda kusaidia Dar es Salaam iendelee kuwa safi na salama. Tunaamini ndani ya mradi huu kuna takwimu. Kama unavyojua, takwimu ni swala ambalo limekuwa likitusumbua sana, hususan katika masuala mazima ya udhibiti taka, urejeleshaji. Kwa hiyo ndani ya mradi huu ambao unahusika na pia masuala mazima ya udhibiti taka, tumeweza kuona takwimu na jinsi gani zinaweza zikasaidia, lakini pia tumeweza kuona wanavyoenda kushughulikia swala la climate finance. Climate finance tunaamini ni katika waste management ni kitu muhimu sana ambacho kitasaidia katika kutengeneza miundombinu ya udhibiti taka na kuelekea katika uchumi rejeshi, ili tuweze kudhibiti taka na kuwa na mazingira mazuri na kulinda rasilimali zetu kwa uendelevu. Tafiti inasemaje? Tafiti inasemaje kuhusu Dar es Salaam? Kwa Dar es Salaam mpaka sasa hivi taka ambazo tunakusanya ni karibia tani 5,000 kwa siku, na zinazosafirishwa ni tani takriban 2,800. Kwa hiyo bado kuna jitihada ambazo zinahitajika, kwa sababu unapopata takwimu unaweza ukajua ni jinsi gani uongeze nguvu, lakini wapi kuna gap, ili uweze kuleta masuluhisho yenye tija. Na tafiti inasema mkazo tulio maeneo yapi sasa hivi kutokana na hizo tani Okay, mkazo uweke katika urejeleshaji hasa wa taka za vyakula ambazo ndio nyingi. 70% ya taka ambazo zinakusanywa nyingi ni za vyakula. Basi mkazo ukiweka pale utasaidia sana katika kupunguza takataka zilizopo kwa kuhusisha wadau, manispaa na ujumla watu wote kwa pamoja, ili tuweze kudhibiti taka hizi. Jina naitwa Jacob Abdalla,
ni afisa mazingira katika ofisi ya wa Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa Zanzibar, na pia ni mtaalamu wa masuala ya waste management kwa upande wa wizara. Tuna tatizo sana la masuala ya waste management kwa sasa. Taka zinazalishwa kwa wingi, ongezeko la watu linaongezeka kadri ya unavyokucha, na idadi ya makazi zinaongezeka na shughuli za kiuchumi zinaongezeka. Shughuli zote hizo maana yake zinasababisha ongezeko la taka katika maeneo mbalimbali, na bado uwezo wa halmashauri na manispa ambazo tunazo ni mdogo, haujatosheleza kuzikusanya taka zote zile ambazo zinazalishwa, ukizingatia na wingi wa taka, kiwango cha taka ambacho kinazalishwa. Kwa sasa tunazalisha wastani wa taka 654 kwa siku, lakini uwezo wetu ni zisizozidi taka tani 400 ambazo zinaondolewa kila siku. Hii inasababishwa na uchache wa vifaa ambavyo tunavyo, lakini pia na miundombinu iliyopo ya ukusanyaji wa taka. Sasa na kiwango kikubwa cha taka ambacho kinazalishwa ni taka zile ambazo zina uwezo wa kuoza, ambazo pia tuna uwezo wa kutengeneza mbolea, lakini tuna uwezo wa kutengeneza mkato na uwezo wa kutengeneza chakula cha kuku, lakini bado hazijatumika vizuri. Ni kiwango karibuni kisichozidi 3% cha taka hizo ambazo zinafanywa recycling. Kwa hiyo ujio wa huu mradi utatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba tunazitumia vizuri zile taka ambazo zinaoza na kuzalisha product nyingine na kuzipa thamani, na thamani ambayo inaweza ikasaidia pia kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira yetu katika hali salama. Kama unavyojua kwamba Zanzibar ni mji wa utalii, kwa hiyo inatakiwa kwamba hata wingi wa taka ambao unazalishwa manake ni wingi ule ambao wa taka ambao unaondolewa, lakini pia unakuwa unatengenezwa product ambazo zitakuwa zina manufaa kwa jamii, ikiwa pia ni sehemu ya uzalishaji wa ajira kwa jamii. Kama tunavyojua pia ni ajira ni sehemu ya tatizo hilo, lakini tukizitumia vizuri basi zinaweza zikazalishwa ni kama malighafi ambazo zinaweza zikatumika katika uzalishaji wa product nyingine kama tunavyojua. Kwa hiyo ujio wa huu mradi tunaamini kwamba utatusaidia kueneza taaluma kwa jamii, lakini pia inaweza ikatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunazihifadhi taka katika utaratibu ule ambao tayari unatakiwa. Kwa mfano, ina maana kuzitenganisha taka kuanzia makazi, maeneo ya makazi, tunaweza tukaanza kuzitenganisha, na zile ambazo tunaamini kwamba ni taka ambazo zinatokana na chakula basi tukaenda tukatengenezea product, na zile nyingine tukawapa watu au makampuni ambayo yanatumia kwa ajili ya kufanya recycling na product nyingine. Hapo itakuwa tumeongeza wigo wa ajira, tumesafisha mazingira, lakini pia tumeboresha afya za wakazi. Namba yako asitaje hapo. Zantre ya 4 ni 0774 110967. Mimi na swali kidogo, unaponiambia baje mnanufaika vipi kupitia huu mradi? Mnanufaika vipi kwa sababu tutawasaidia? Haya, huu utanufaisha katika engo zote. Kwa engo yetu sisi ni kama serikali, sisi ni watoaji wa huduma. Kwa hiyo tukitenganisha taka kuanzia maeneo ya makazi, bila shaka ina maana gharama za operation au gharama zile za kutoa ile huduma zitapungua, kwa sababu ina maana kwamba badala kwamba ilikuwa tunapeleka pengine jiani magari 5, tukipunguza pengine nusu ya magari yale tutapeleka magari 2, gharama za mafuta yatapungua, lakini pia tutazalisha kile tunachokizalisha, maana tutauza pia, tutaongeza yani fedha katika huduma nyingine ambazo tunazitoa. Lakini pia ina maana kwa upande huu wa serikali tukifanya huu mpango, maana yake tutahakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi, tutapunguza gharama hata za tiba na vitu vingine, kwa sababu kama tunavyojua uchafu pia unasababisha maradhi ya milipuko ambayo serikali inatumia gharama kubwa sana kutibu watu kupitia yale maradhi. Kwa hiyo ina maana ile gharama ya kule itatumika katika pia huduma nyingine. Lakini kwa upande wa wananchi ni ajira. Wananchi wao ndio watahusika na ukusanyaji wa zile taka, wao ndio watahusika na ile treatment ya zile taka pamoja na utengenezaji wa product ambazo watauza. Wakiuza maana yake watatengeneza fedha ambayo itawasaidia katika mifumo yao ya maisha. Kwa hiyo wananchi nao watanufaika kwenye upande wa ajira, lakini watanufaika kwa sababu wao ndio afya zao ndio zitaimarika, watapata nguvu kufanya shughuli nyingine pia. The Dar es Salaam Urban Resilience Programme is funded by and delivered by the UK Green Cities and Infrastructure Programme, which is a UK government initiative that is working around the world to reduce emissions from greenhouse gases and improve climate resilience for the world's poorest and for many women and youth across the world. This project is really exciting in Tanzania, so we've been working across mainland Tanzania in Dar es Salaam, but also
in Zanzibar to support municipal officers, waste pickers, recycling companies and individuals, bringing them all together to discuss how we can improve waste management in the city, both on the food waste side, but also how to improve recycling rates. We are working together with municipal officers, so we've been doing capacity building, and we are also hoping that all of our data that we've been collecting is going to be picked up by the municipal councils, and it will help them to measure how much food is being wasted in markets, in hotels, in restaurants, in the households. And with that data, they'll be able to change bylaws and infrastructure planning and transfer stations to help the city of Dar es Salaam become cleaner, healthier for everyone. Is there any other questions? Yeah, thank you for the program and the initiative. Yeah, thank you. Karibu. Okay. This project, the Dar es Salaam Urban Resilience Project, is only the beginning. We hope that the data that we've collected and the emissions model that we've generated and all of our recommendations will be taken up by municipal governments and also by at the community level through kind of waste campaigns, and with the support of the World Bank, who is delivering the Dar es Salaam Metropolitan Development Programme, DMDP2, that's going to be coming. We hope together we can work together on reducing waste in the city. Participation today reflects a collective commitment to sustainable urban development. I encourage you to engage actively in the discussion, share your insights, and contribute to shaping practical solutions that will drive meaningful progress in solid waste management. Thank you. The Dar es Salaam Urban Resilience Project is a UK-funded initiative that aims to reduce greenhouse gas emissions and increase climate resilience by promoting sustainable solid waste management. That means reducing food waste and improving recycling rates. The project started last July and it is ending in March of this month, end of this month. The Dar es Salaam Urban Resilience Project is being delivered by the Green Cities and Infrastructure Programme, which is a UK government funded programme that is working across the world to support climate resilient cities and infrastructure development for the world's